Ni pigo kubwa kwa Mheshimiwa Rais William Ruto. Ninarudia, ni pigo kubwa kwa Mheshimiwa Rais William Samoei Arap Ruto. Mheshimiwa Rais William Ruto amejaribu kutafuta mbinu ya kunyamazisha Gavana Trans Nzoia George Natembeya, lakini mbinu ya Mheshimiwa Rais inazidi kugonga mwamba kilo kuchao. Kwa nini niseme haya? Niko na video moja nataka niwawekee ndio ujue kwamba Mheshimiwa Rais amekataliwa hadi na jamaa yake, wakisema ya kwamba watasimama pamoja na kiongozi gavana wao wa Trans Nzoia kwa sababu yale vitu ambavyo anafanya. Ndio maana nasema ya kwamba Rais William Ruto kila mtego anayewekea Mheshimiwa George Natembeya inazidi kugonga ukuta, kwa sababu wananchi wamekubali na jamii yote wamekubali ya kwamba gavana huyu hawana makosa yoyote, ila Rais William Ruto tangu achaguliwe hakuna chochote aliyofanya kama rais. Bila kupoteza wakati, tazama hii video. Not witch hunts. We, the Kalenjin community of Trans Nzoia County, issue this statement out of deep concern for our future, our political dignity, and the growing campaign that targets our Governor George Natembeya, a man who, despite not receiving enough votes from the Kalenjin community in 2022, has proven to be a leader for all communities living in Trans Nzoia. In 2022, like much of the rest of Rift Valley, we overwhelmingly voted for President William Ruto and the Kenya Kwanza government. We gave full support at national and county levels, expecting recognition, inclusion, and meaningful development. 3 years later, our loyalty has been met with neglect. Despite being a stronghold, no major national development projects have been done in our county. No economic infrastructure or flagship programs have been done in Trans Nzoia County. We've only seen 2 appointments: the former legal advisor to the president and Honorable Joshua Kutuny through Jubilee. Mheshimiwa Rais ni kiongozi, anaamini ya kwamba kabila lake zote watasimama nyuma yake. Huyo ndio Rais William Ruto. Mheshimiwa Rais William Samoei Arap Ruto alikuwa anaamini ya kwamba ili nigandamise Mheshimiwa Governor Trans Nzoia itabidi nijaribu kumchafua majina yake ya kwamba yeye ni mfisadi, yeye ni mkabila, yeye ni mtu ambaye anapanda chuki ndani ya kabila lake. Lakini hatimaye William Ruto na mawazo yake na mpangilio yake yote imegonga kuta baada ya jamii yake ya Kalenjin kusimama kusema ya kwamba wao wanaunga mkono Governor Trans Nzoia Mheshimiwa George Natembeya. Ndugu zangu, haya inafanyika kwa sababu ukweli nimedirika wazi ya kwamba gavana huyu hana makosa yoyote na hana tatizo na Rais William Ruto, ila Rais William Ruto na serikali lake ndio wako na tatizo na gavana. Hiyo ni ishara tosha kwamba Mheshimiwa Rais William Ruto is a one-term president kulingana matendo yake na matabia yake, jinsi anaongoza wananchi. Kando na hiyo, jamii ya Mheshimiwa Rais wanadai ya kwamba tangu rais achaguliwe kama rais wa Jamhuri ya Kenya miaka 3 ni porojo na kipindi na kuzindua, lakini hawaoni maslahi na matakwa ya rais akitekelezwa jimna inatakikana. Mimi nasema kwamba tuko kwenye njia mwafaka ya kupeleka Rais William Ruto nyumbani, kwa sababu kama alikuwa anategemea mambo ya kabila imegonga mwamba. Kama alikuwa anategemea mambo ya chuki imegonga mwamba. Lazima Rais William Ruto atuambie kama wa Kenya ya kwamba tangu achaguliwe kama rais wa Jamhuri ya Kenya ametenda mangapi, sio kutenga. Ametenda magapi tangu achaguliwe kama rais wa Jamhuri ya Kenya? Ni barabara ngapi yeye kama rais wa Jamhuri ya Kenya ameweka lami tangu achukue ofisi ya rais wa Jamhuri ya Kenya? Ndugu yangu, kuna baadhi watu wengi kama Senator Chesang
ambayo alionewa huruma kule maeneo ya Trans Nzoia kama seneta mdogo, lakini kwa sababu alikubali kuimba siasa ya uongo, alikubali kuimba siasa ya chuki na kukubali kuimba siasa ya chama ya hudako, chama cha UDA. Ndugu zangu, nataka nidhibitishe kwamba our President William Ruto ni rais ambayo ako na safari ndefu katika kwenye ulingo wa kisiasa taifa la Kenya mwaka 2027. Kwa nini niseme hayo? Unajua Ruto alikuwa anajaribu kuleta magawanyiko kule maeneo ya Trans Nzoia, kusema ya kwamba governor anapendelea jamaa yake ama jamii yake kama governor, na hatimaye imegonga mwamba. Jambo langu ya pili, nataka niambie watu kama Seneta Cherigei ambaye hawana maendeleo, lakini maendeleo kubwa ambayo wako nayo ni kuabudu Rais William Samoei Arap Ruto. Mimi nasema afadhali Oscar Sudi angekuwa rais kuliko Rais William Ruto, kwa sababu Oscar Sudi anajali maskini namna governor anajali maskini. Hiyo ndio tofauti ya kwamba afadhali ingechaguliwa Oscar Sudi kama rais kuliko kuchaguliwa rais ya kutenga kama Rais William Samoei Arap Kipchirchir Ruto, rais wa kutenga, rais ya bwenyenye, rais anayodanganya wa Kenya kila ukuchao. Kwa nini niweke Oscar Sudi? Kwa sababu Oscar Sudi ako na program yake ya kusaidia na ya kuinua wale wapiga kura kutoka kule Kapsaret. Mheshimiwa Rais yeye yuko mbioni kutafuta ama kufanya maslahi ya Mheshimiwa Raila Odinga, wakati Oscar Sudi anafanya maslahi ya Kapsaret constituency. So Oscar Sudi yuko mbioni kufanya maslahi ya wapiga kura wake kule Kapsaret constituency, lakini Mheshimiwa Rais William Ruto yuko mbioni kufanya matakwa ya chama cha ODM. Ni tofauti. Hiyo ndio tofauti ya Mheshimiwa Oscar Sudi, hiyo ndio tofauti ya Mheshimiwa Governor Trans Nzoia na kando na William Ruto. Kwa sababu Ruto alichaguliwa kama kiongozi, hajawahi jua ya kwamba kwa nini alichaguliwa kama rais wa Kenya. Hiyo ndio tatizo kubwa ambalo tunalo. Mheshimiwa Rais William Ruto alichaguliwa kufanya maslahi na kuinua wa Kenya na kuondoa wa Kenya kwa maskini, lakini Rais William Ruto amesahau ya kwamba yeye anaondoa Raila Odinga kwa maskini na jamii yake na marafiki zake kwa maskini, but wale watu wadogo waliorakuka kuchagua Ruto wamebaki kwa maskini. Wale watu waliochagua Raila Odinga bado wamebaki kwa maskini. Ila Raila Odinga na Mheshimiwa Rais William Ruto wako mbioni kutafuta muungano, namna Ruto ataenda miaka 10 wakati wananchi waliompigia Odinga kura wananungunika, wanasononeka, wanao wamekosa karo ya shule, wanao wamekosa dawa kwenye hospitali. Ila rais yuko mbioni kufanya maslahi na matakwa ya kiongozi wa chama cha ODM Excellency Mheshimiwa Raila Odinga. Ndipo nasema kwamba William Ruto is a one term president, kwa sababu Ruto amejaribu kutafuta mbinu mbadala namna atakayo paka governor matope ili governor aonekane kwamba ni mkabila, lakini imemshinda Rais William Ruto. Jambo la pili, Rais William Ruto amejaribu kuleta narrative ya kwamba Mheshimiwa governor ni mwizi, ikamlemea. Sasa anajaribu kutafuta mbinu mbadala ya ukabila, kisha ikagonga mwamba. Mimi nataka niambie Mkenya, iwapo unataka mageuzi kamili, lazima tutume Mheshimiwa Rais William Ruto nyumbani 2027 asubuhi na mapema. Iwapo unataka mabadiliko, lazima tutume Mheshimiwa Raila Odinga nyumbani mapema kule maeneo ya Bondo, haenda katulie pole pole, ili sisi kama wananchi tuendelee na maisha yetu bila kufanywa mambo ya conmanship na blackmail katika ndani ya taifa la Kenya, mambo ya siasa duni, maisha duni. Kuna baadhi ya wanasiasa wanaamini kwamba bila wao Kenya haiwezi songa mbele. But come 2027 we want to prove wao ya kwamba without wao tutabadilisha taifa la Kenya. Tunataka kudhibitisha kwamba uchaguzi ya mwaka 2027 tutafanya bila wao, tutashinda bila wao, Kenya itasonga mbele bila wao, kwa sababu tumejua haki na kanuni ya uongozi wa taifa la Kenya. The way governor did it, tutamhakikisha ya kwamba turudishe katika kwenye ofisi
ya juu ili tubadilishe hatamu ya uongozi. Ruto, tunawaambia kwamba siku zenu yasabika, siku zenu yasabika kama siku ya mwizi. Wakati itafika 40 tutawapandisha kizimbani ambalo tutawatuma moja kwa moja nyumbani. Hii ni 044 TV Kenya. Kama ni mara kwa sana kuomba nipe support, subscribe, like video, comment, share. Usisahau kufinya hiyo kengele ili ninapoweka video mpya inakufahamisha. Asante na Mungu akubariki.